Na mtazamaji, tumerejea tena kwa mara nyingine. Mtazamaji karibu, na sasa tunakwenda kuzungumzia mada ambayo tunakwenda kuelezea miaka 30 ya taasisi ya saratani ya Ocean Road, lakini pia tutakwenda kuangazia uboreshwaji wa huduma ambazo zinatolewa pale katika taasisi. Lakini mgeni wetu ni Dr. Evelyn Mkuchika ambaye yeye ni daktari bingwa wa magonjwa ya saratani kutoka taasisi ya saratani ya Ocean Road. Karibu sana Dr. Evelyn Mkuchika, karibu sana kwenye studio zetu. Hii ni Baragumu Live. Ndio. Tulikuwa tunazungumzia mara kadhaa hapa na Dorcas kuhusiana na umuhimu wa taasisi hii na kwa namna ambavyo inatoa huduma kwa wananchi, kwa sababu tunakumbuka kuna baadhi ya huduma ambazo sisi tulikuwa tunasafiri mpaka kwenda nje kwa ajili ya kuzipata, na tukishaenda nje nadhani nafahamu ni huduma lakini ni biashara zaidi. Gharama inakuwa kubwa. Lakini mara baada ya kuboreshwa hapa nchini kwetu tumeona imewasaidia sana wananchi kwenye matibabu. Ndio, lakini tukianza kuzungumzia hapa tuangalie ni uboreshwaji wa aina gani ambao pia serikali imeweza kufanya katika taasisi. Karibu sana. Kwa kipindi hiki cha miaka 30. Ndio. Kwa kipindi cha miaka 30 kusema za ukweli, Ocean Road imepata mafanikio makubwa. Kuna mabadiliko makubwa mengi sana yamefanyika. Mwanzoni kabisa ilianza kama kitengo cha hospitali ililokuwa shirika la afya la Muhimbili. Kwa hivyo walikuwa wanafanya kwa kutibu wagonjwa baadhi wachache hapo, wagonjwa wa saratani walikuwa wanaona hivyo. Lakini pia wataalamu kipindi hicho walikuwa ni wachache sana. Mpaka ilipofika mwaka 96 ndio serikali ikatoa kwamba ile iwe taasisi inayojitegemea, ile full fledged. Lakini hata kipindi hicho madaktari bingwa walikuwa ni wachache sana, walianza nafikiri na madaktari 3. Lakini tukiangalia maendeleo mpaka leo, kutoka wale madaktari 3 tuna madaktari bingwa zaidi ya 25. Tuna magonjwa ya saratani. Lakini kuna mambo mengi sana yamefanyika. Ile uwezo wa kuona wagonjwa, zamani walikuwa wanaona wagonjwa wachache sana, sasa hivi capacity imeongezeka. Tunaweza kuona wagonjwa wengi zaidi, tuna vipimo zaidi vya kisasa kama CT scan na MRI ambazo zamani hatukuwa nazo. Lakini pia walivyoanza walikuwa na mashine kwa sababu tunavyotibu saratani tunatumia tiba mionzi kwa mfano. Walikuwa na mashine moja ya kizamani ambayo uwezo wake ni mdogo, lakini sasa tuna mashine 5 za mionzi ambazo ni za kisasa kabisa, kwa ambazo ndio watu walikuwa wanasafiri kwenda India kufata matibabu hayo. Sasa yote yanapatikana taasisini. Lakini pia kuna kitu kinaitwa mionzi ya ndani ambao wanapewa wanawake wale ambao wana magonjwa ya saratani ya shingo ya kizazi. Sasa hivi, mwanzoni ndio hivyo tulianza mashine moja au hakuna, lakini sasa hivi kuna mashine 2 za kisasa kabisa. Kwa hivyo wale wanawake wakipata, wale wote wanaohitaji wanaweza kupata kwa wakati. So kwa kweli mafanikio ni makubwa. Hata pia kuna hili swala la PET scan ambayo PET scan ni kipimo kikubwa cha saratani. Ni kipimo ambacho kinaweza kugundua kwa mtu yoyote, yani ukifanya kinaweza kugundua cells za kansa mwilini kwa hata kama bado hazijaonyesha dalili. Kwa hivyo kama mtu labda hajagundulika au amegundulika na ugonjwa, ana uvimbe sehemu fulani, akienda kufanya PET scan ina uwezo wa kusema kwamba ugonjwa huu uko sehemu hii na hii na hii na hii ya mwili. Kwa hivyo tunaweza tukastage kwa kutumia PET scan, tukasema kumbe ugonjwa huu si tuliona tu kiuvimbe hapa au kidonda hapa nje, lakini kumbe umesambaa mwilini kiasi fulani. Kwa hivyo kwa baada ya kustage, then daktari anaweza akapanga matibabu vizuri kulingana na kile kipimo na majibu ya kile kipimo. Kwa hivyo ni kipimo kikubwa, ni muhimu, ambacho pia upatikanaji wake hata kwenye East and Central Africa nafikiri ni nchi chache sana ambazo zipo, ukitoa labda South Africa. Kwa hiyo kwa miaka 30 daktari ukiwa ni kati ya madaktari bingwa kutoka pale taasisi ya saratani ya Ocean Road, unaweza ukasema unajivunia nini na inaleta maana gani hata kwa Tanzania sasa? Kwa kweli tuna story ya kusimulia, tuna kila sababu ya kujivuna, kwa sababu sasa hivi tunaweza kudiagnose au kugundua saratani katika wakati
mapema, tunaweza kutibu. Wakati zamani hali ilikuwa tofauti. Zamani pengine mtu anagundulika na saratani, ilikuwa ni kama vile mtu akiambiwa kwamba ana saratani ni kama vile anaambiwa unakwenda kufa. Lakini hali ni tofauti na sasa hivi. Mgonjwa akifika taasisini, akifika mapema, anaweza kugundulika mapema, anaweza kutibiwa, akapona na maisha yake yakaendelea. Hasa akiwa katika hatua za awali. Lakini pia hata kwa yule mgonjwa ambaye anakuja sema kwa kuchelewa, bado kuna baadhi ya huduma anapata ambazo zinaweza kumuondolea maumivu, zinaweza kurudisha quality of life, hata kama hatuzaongeza urefu wa maisha yake kwa muda mrefu, lakini zile siku anazoishi hata kuwa kwenye maumivu, anapata kitu anakuwa anaishi vizuri, ile quality of life inakuwa improved. Ni ugonjwa ambao mtu akiupata tayari ukiwa umeshamwathiri kwa kiasi kubwa, una maumivu makali sana au inategemea. Baadhi wanapata maumivu makali, wengine wanakuwa. Umegusia mambo mawili hapo daktari, kujua tatizo mapema na kuja tatizo limechelewa. Nini sasa ungewaambia Watanzania katika kuhakikisha kwamba tunapambana vizuri na haya magonjwa ya saratani? Unajua hatuna utamaduni wa kuchunguza afya zetu mapema. Ni kweli. Sasa tunaambiwa kwamba saratani ikigundulika kwenye hatua za awali inatibika. Wako watu wengi ambao wanaweza kutoa ushuhuda leo hii kwamba wametibiwa pale taasisi ya Ocean Road kwa msaada wa serikali, na wamerudi kwenye kazi zao, wamerudi kwenye biashara zao, wanaendelea na maisha yao, wamepona. So saratani ikigundulika katika hatua za awali inatibika na maisha yanaendelea. Hivyo basi tunawasihi Watanzania, hivi tunavyoendelea kutoa awareness au elimu, wawe wanasikiliza, lakini pia wawe wanafanya uchunguzi wa mara kwa mara wa afya zao, ili tatizo likitokea sehemu wakati wowote liweze kugundulika katika hatua za awali. Lakini pia mtu akiona kitu chochote cha tofauti ambacho kwenye mwili wake, afike hospitali mapema kwa msaada, ili kama ni saratani tuweze kugundua mapema na kutibu mapema. Mfano wa vitu hivyo ni nini daktari? Tuambie hapa. Huenda mtu akisema akiona kitu chochote hapo, huenda mtu mwingine haelewi, na mwingine huenda ndo anacho saizi, labda hajui kama ndo huenda kana ni saratani au namna gani. Hizo dalili, kwa mfano tuongelee labda saratani, kwa moja ya saratani ambazo ni nyingi nchini ni saratani ya titi. So unaweza kukuta mtu ana kivimbe kwenye titi. Kinaweza kisiwe na maumivu, lakini kipo tu kama kibuja, Waswahili wanasema. Kipo tu na anaweza kukaa nacho miezi na miezi. Hakipungui, hakiondoki, lakini kiko tu. Sasa unakuta hiyo ni dalili mojawapo ya saratani ya titi. Wengine wanapata kidonda kabisa hapo kwenye titi. Kwa hiyo vitu kama hivyo, au hawa wanawake ambao wanapata saratani ya shingo ya kizazi, wana dalili common ile, wanakuwa wanaona labda ile mtu anaingia kwenye siku zinarudi, labda mwanamke alishafunga siku zake. Ni mtu mzima. Lakini sasa anaanza kuona tena zile siku kitu ambacho si cha kawaida. Kwa hivyo kama akiona vitu kama hivyo, tunamshauri afike kwenye kituo cha afya kwa ajili ya uvumbuzi wa awali na matibabu pamoja na matokeo mazuri ya matibabu. Na umuhimu wa kuwahi kufika katika vituo vya afya ni kwamba, kwa mfano nishakuwa nafanya kipindi na daktari mmoja pale taasisi ya saratani, akasema kwamba hakuna kansa inayopona kirahisi kama kansa ya kizazi endapo inabainika mapema. Ya shingo ya kizazi, yes. Na ndio cancer common kwetu. Ni kweli wengi kwa Tanzania. Ni kweli huwa ni wengi sana, lakini waliofika mapema wanatibiwa, wanapata kama vile wanapona na kuendelea na maisha yao. Umezungumzia kipimo cha PET scan. Najua kadri ya siku inavyozidi kuwa, hata urahisishaji wa upatikanaji wa majibu ni kwa haraka. Hiki kinatoa majibu baada ya muda gani? Ndani ya siku, kwa sababu kinafanyika pale ndio Ocean Road. Kwa hiyo baada ya masaa kadhaa tu majibu yanatoka. Unapata majibu ya kwamba una saratani au una saratani. No, sasa kile kipimo kinafanya zaidi kustage. Kukutolea ugonjwa umesambaa kwa kiasi gani. Sawa. Suppose wamesema kwamba huyu dada amekuja ana kivimbe kwenye titi. Lakini hatujui ni hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Akiingia kufanya PET scan, inaonyesha ile sasa ina scan mwili mzima.
Kwa hivyo itakupa majibu kwamba mbali na kwenye titi, hii iko hapa na hapa na hapa na hapa pia. Au pengine hii iko kwenye titi peke yake. Sawa sawa. Kwamba ni kweli tunaweza kuwa tumemgundua kwamba huyu ana saratani aina fulani. Lakini je, imesambaa kwa kiwango gani? Na tumsaidiaje? Nadhani pia ni kitendawili cha muda mrefu. Hiyo sasa inamsaidia daktari kupanga matibabu kulingana na kiasi ambacho ugonjwa umesambaa. Lakini pia mgonjwa mwingine anaweza akaja akagundulika na saratani, akapata matibabu, akishamaliza matibabu sasa, baada ya kumaliza matibabu anafikia kwamba amepona, hana dalili yoyote, anaweza kwenda kufanya tena PET scan. Sawa sawa. Sasa PET itamhakikishia kwamba bwana, ni kweli mwilini kwako hakuna ule ugonjwa. Una maana kwamba anaweza kaambiwa na saratani baada ya matibabu. Baada ya matibabu sasa kwenye vipimo vya follow up. Anaweza akaenda tena kufanya kipimo cha PET. Si alikuwa alionekana na ugonjwa mwanzoni, akatibiwa. Baada ya kutibiwa sasa amepona, anaona amepona, hana dalili, hana chochote. Lakini akienda kufanya PET scan, kwa sababu ina scan mwili mzima na kuona cells zenye saratani eneo lolote lile, pointi yote ya mwili, kile kinaweza kumjibu kwamba ni kweli bwana, wewe umepona, ule ugonjwa umeondoka kabisa baada ya matibabu. Sawa sawa. So hayo ndo, kama hivyo ndio matumizi ya PET scan. Ndio. Sawa sawa. Dorcas, kabla sijasahau, nadhani ukisikia tu taasisi ya saratani ya Ocean Road, ndio jina lenyewe linajibeba kwamba wenyewe wanapambana na nini? Wanapambana na saratani. Imejielezea. Yaani inajielezea, huna haja ya kujiuliza. Ni miaka 30 sasa. Na ni kwa namna gani ninyi mmeweza japo kusogeza huduma zenu kwa wananchi, kwa sababu wananchi kutoka sehemu mbalimbali? Labda je, ni kwa namna gani mmetengeneza mazingira mazuri kwamba labda kwa utaratibu kwamba wakati mwingine tunaweka kambi kwa ajili ya kufanya wagonjwa kutoka Njombe, kwa sababu na mtu mwingine unajua nauli tu ya kutoka Njombe, ndugu zangu kuja kufika Dar es Salaam hapa kuja kushangaa bahari, kwa kweli imekuwa ni changamoto. Kwa hiyo mtu wakati mwingine anabaki tu na ugonjwa wake, na tumeshuhudia mara kadhaa kwenye baadhi ya taarifa, naona mtu amekaa muda mrefu kweli kweli na saratani kujumlisha baadaye. Ninyi mmeweka utaratibu gani? Ni miaka 30 sasa. Sisi tunashukuru serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Samia Suluhu Mheshimiwa, kuna hizi huduma za Samia Mkoba. Hizi ni huduma ambazo zinatembea na wananchi, zinakwenda karibu na wananchi zaidi. Sisi tuko hapa, ni kweli taasisi iko Dar es Salaam na ndiyo makao makuu hapa, lakini madaktari wanatembea mikoani mpaka mawilayani kwa ajili ya kwenda kutoa huduma hizi za Samia Mkoba. Unafanya screening, kwa hivyo wanakwenda labda tuseme wanakwenda Kigoma au labda sijui wanakwenda Uvinza, vinatangazwa. Kwa hivyo wananchi wengi wanakuja wanapata hizi huduma za screening ya saratani bure. Kwa huduma hizi ziko na ziko endelevu, japo zinapatikana pale taasisini, lakini bado zinaendelea mikoani ili kupata coverage kubwa na kuwafikia zaidi wananchi. Yule atakayeonekana na tatizo kule, basi atashauriwa nini cha kufanya na hatua zaidi za kufuata. Sawa sawa. Sawa sawa. Mimi nilikuwa naangalia hapa ya maadhimisho ya miaka 30 tangu kuanzishwa kwa taasisi ya saratani ya Ocean Road hapa nchini. Labda nini hasa mmefanya kupanga sasa katika maadhimisho haya? Labda kuna mpango wote kutoa huduma kwa wananchi za vipimo na nini? Kama nilivyosema, kuanza kuna hizi huduma za screening ambazo ni Mkoba, ni za Samia. Zenyewe ni endelevu. Okay. Zinaendelea na hata sasa pale kwenye taasisi penyewe hizi huduma ni kama vile zinakuwa promoted, yani wananchi wanahimizwa wafike kwa wingi zaidi, kwa sababu huduma zenyewe zinatolewa ni bure. Lakini pia pale na screening kumekuwa na hii kampeni ya kuendelea kutengeneza awareness, kutoa elimu kwa umma kwa ajili ya watu waelewe ili tatizo lipo, tatizo ukilipata ufanye nini. Kwa hivyo hiyo public education imeendelea kutolewa kila upande ili tuweze kuepukana na kupunguza vifo vya saratani, ili kwa sababu tukitoa elimu tutaweza kugundua mapema na tutaweza kutibu na kupata matokeo mazuri. But on top of that, kuna hili kongamano kubwa la saratani ambalo limeandaliwa, litafanyika mwishoni mwa wiki hii
kwa ajili ya kuendelea kupromoti haya mambo ya saratani Tanzania na duniani kwa ujumla. Kongamano kama hilo linakuwa na maana gani hasa kwa nyinyi kama watendaji wa sekta ya afya, lakini na kwa jamii kwa ujumla? Kongamano, tukisema kongamano tunaongelea ni mkutano mkubwa wa kisayansi ambapo wanasayansi wengi, madaktari wengi kutoka nchi tofauti tofauti watashiriki pamoja kujadili kuhusiana na hili tatizo, wapi tumefika, tafiti gani zimefanyika, tunakwenda wapi, tumetoka wapi, au namna tunaweza kuimprove sehemu moja na nyingine ya kitu kama hicho. So litafanyika hapa Dar es Salaam hiyo wiki hii tarehe 12 na 13. Ni kwa mara ya kwanza kufanyika hapa? Ni mara ya kwanza kufanyika na linafanyika chini ya hii miaka 30. Limeandaliwa na taasisi ya Ocean Road, kwa hivyo linaalika watu kutoka wadau mbalimbali kutoka pande zote za dunia kuja kushiriki. Ndio. Mimi nataka nifahamu, tunazungumzia miaka 30 mingi, lakini kwenye masuala huku ya afya kuna wakati mwingine tumegundua kwamba wananchi ni kukosa tu elimu. Wakati mwingine mtu anaumwa anachukulia poa, hata matumizi ya madawa. Tumeshuhudia mara kadhaa kwamba mtu anaumwa anaambiwa bwana inabidi ukapime, anatumia tu dawa. Sasa kwenye swala la afya itakiwa tuchukulie poa hata kidogo. Nini kama taasisi mmehakikisha kwamba mmeweka mizizi gani ya kutoa elimu mpaka maeneo ya pembezoni huko ili wananchi waweze kuwa na uelewa? Kwa sababu ndio maana kama nimezungumza, ukizungumzia taasisi ya saratani mtu anajua tu kwamba hii ni taasisi ambayo inahusika na hivi, kwa hiyo nikitaka chochote unaenda nikapata pale, na kwa sababu tena kuna madaktari bingwa ambao ndio wabobezi. Kwenye swala la elimu mmeweka uzito kiasi gani? Swala la elimu limepewa kipaumbele na uzito wake tu kama inavyostahili. Siku zote kama ukifuatilia kwa karibu throughout the year huwa kuna vipindi vya uhamasishaji juu ya tatizo hili la saratani ambavyo wanafanya madaktari bingwa kwenye redio mbalimbali, vituo tofauti tofauti vya televisheni. Mbali na hapo, tulisema kuna hizi huduma za mkoba, wanakwenda kufanya screening kwenye mikoa tofauti tofauti. Wanapokuwa wanafanya screening, labda manesi wako pale, lakini kunakuwa na mtaalamu wa afya ambaye anakuwa anaendelea kufundisha watu, yani wananchi wale wanaojitokeza, na mwitikio wa wananchi kwenye hizi kampeni huwa ni mkubwa sana. Mbali na hapo kuna vipeperushi, kuna namna tofauti tofauti nyingi sana, lakini ni kitu ambacho kimepewa uzito unaostahili. Sawa. Miaka 30 ni mara nyingi huko nyuma tumekuwa tukisikia taasisi ya Ocean Road, baadhi ya madaktari ambao tumebahatika kuzungumza nao katika tasnia hii ya habari walikuwa wanasema watu wengi wanafika kupata huduma wakiwa katika stage ambayo yani stage ambayo ishafika tuseme stage mbaya. Lakini kwa ndani ya miaka 30 na jinsi ambavyo mmekuwa mkifanya jitihada kutoa elimu kupitia hizo kampeni na nini, unaonaje hali? Je, unaona kidogo kama wananchi wameweza kupata elimu ama mwamko na kuweza mtu akiona tu hisia kitu kidogo akawahi kuchukua hatua kwa kuja kufanya vipimo na kubainika kwa tatizo au la? Ni kweli kampeni hizi zote, jitihada hizi zote zinaendelea kuzaa matunda na matunda yanaonekana. Kama nilivyosema awali, hapo zamani ilikuwa mtu akiambiwa kwamba ana saratani tu, kwa hiyo unajua kinachofuata ni kifo. Sasa siku hizi watu wanapona, na wakati ule watu wengi labda 99% au zaidi ya 90% walikuwa wakigundulika na tatizo linakuwa liko kwenye hatua za mbele zaidi. Lakini sasa hivi kwa sababu wananchi wameendelea kuwa wakipewa elimu, lakini pia tuna vitendea kazi vimeboreshwa. Kama tuko na CT scan, tuko na MRI, tuna hiyo PET scan na baadhi ya vipimo vingine vingi. Pamoja na kusomesha wataalamu wengi zaidi, tunakuwa tuna uwezo wa kugundua tatizo likiwa katika kipindi cha awali. Kwa hivyo nafikiri ile nafasi ya kwamba wagonjwa wote wanaofika wanakuwa wako stage ya mwisho labda, yani zaidi ya 90% ya wagonjwa wako stage ya mwisho, hiyo hali haiko tena. Sasa hivi labda imeshuka mpaka 50% mpaka 60%. Kwa hivyo tunaweza kuwapata wale 30% ambao wako kwenye hatua za awali, lakini bado tunaendelea na jitihada kuendelea kushusha hii ili tuweze kuwa na diagnosis za mapema zaidi.
lakini hali ni tofauti sana na ilivyokuwa kule nyuma. Ndio. Umegusia kwamba saratani kubwa ambayo inatutesa Tanzania ni ya shingo ya kizazi, na labda kwa mama yoyote anayetusikiliza sasa hivi unaweza kumwambia ni hatua gani anatakiwa achukue na ni wakati gani, hata kama hajaona dalili, ni vizuri akakagua afya yake ili kuweza kujua yuko salama dhidi ya saratani au la? Kwa mwanamke yoyote aliyoko ambaye anatusikiliza sasa, of course ni kweli saratani ya shingo ya kizazi ndiyo saratani inayoongoza Tanzania, na moja ya dalili zake kuu ni kutokwa damu au maji kama vile hedhi, kama vile siku za hedhi. Sasa akiwa ni mwanamke ambaye bado hajakoma siku zake, anaweza akasema kwamba nimeshaingia kwenye hedhi, lakini sasa ataona ile hedhi yake inakuwa ni ndefu zaidi, sio zile siku 3-4, au anaweza akaona kwamba hata hiyo damu ikikata ni anakuwa kunatoka maji au uchafu. Hivi ni vitu ambavyo ni common kwa wagonjwa wengi. Na au wakati mwingine kuna kitu kinaitwa contact bleeding, yani kama akikutana na mwenza wake anaona hali ya damu. Sasa hii ni kitu common, yani ni moja ya dalili ambazo ni common. Kwa hivyo akiona hivyo, tunamshauri afike hospitali. Kama yuko karibu anaweza kufika taasisini, lakini akiwa mikoani, si mawilayani, anaweza kufika kwenye hizo hospitali zetu za wilaya, akaenda mpaka akafika Ocean Road. Sawa. Yeah. Mimi natamani kufahamu sababu ni nini hasa ambayo imepelekea sasa kuangana saratani hii kwa upande wa wanawake. Najua kwa shingo ya uzazi ni kwa upande wa wanawake. Kwa nini wamekuwa wakipata? Kuna visababishi katika mfumo wa maisha yao au ni nini ambacho kinapelekea hiyo? Okay, saratani hii ya shingo ya kizazi unaongelea. Saratani hii ya shingo ya kizazi, baada ya kufanyia tafiti nyingi, imehusishwa na kirusi anaitwa human papilloma virus. Kirusi huyu anaambukizwa kwa njia ya ngono. Na yupo of course, yani watu wanaye, yani yuko wanatembea. Na sasa tabia za kirusi huyu tunatembea naye kama ni kawaida au sasa tabia za, labda unisikilize kwanza. Sawa. Sasa tabia za kirusi huyu, pengine mwanaume labda amembeba yule kirusi, atakwenda kukutana na mke wake, anampatia kile kirusi. Kile kirusi kikifika pale kwa yule mama, hakionyeshi madhara wakati ule. Kama mtu amepata maambukizi mwaka huu, hapati, yani hataona dalili yoyote mwaka huu. Kile kirusi hakileti, yani kinavyoingia kwenye mwili hakileti homa, sijui tuseme au nini, vitu kama hapana. Anaweza kukaa silent, lakini kwa bahati mbaya anaweza kukaa pale kwa bila dalili yote, na atakaa muda mrefu, miaka 10, miaka 20. Shida yake ni kwamba anavyokaa pale sasa anakuwa anasababisha mabadiliko ya cell zile biological makeup vile vidude vinavyotengeneza nili. Kwa hiyo anafanya mabadiliko pale kwenye maumbile ya yule mama, ambayo mwisho wa siku ndio unakuta yale mabadiliko yamekuwa saratani. Lakini inakuwa ni kitu ya muda mrefu. Unakuta amekaa na hiyo virus miaka 15, miaka 20. Sasa kwa nchi zilizoendelea, kuna siku hizi kwanza kuna chanjo ya huyo virus, kwamba mtu hata akipata tusiwe na hayo madhara. Imeanza kutolewa, imeshaingizwa kwenye mpango wa taifa wa chanjo. Kama mlisikia kuna wakati walikuwa wanatoa kwa watoto wa kike miaka 9 na kuendelea. Hiyo sasa tumeanza kwa ajili ya kupambana kupunguza hilo tatizo. Kwa nchi zilizoendelea wameanza kutumia hizo chanjo siku nyingi. Kwa hivyo hata watu wazima wao unakuta walishapataga zile chanjo ya muda mrefu. Kwa hiyo ile athari imeshuka ya tatizo. Sisi kwetu bado. Kwa nini chanjo umesema kwa watoto kuanzia miaka 9? Kumbuka mtu mzima? Kumbuka tumesema kwamba yule kirusi anaambukizwa kwa njia ya ngono. Sasa tunavyomchukua huyu binti ambaye tunaamini ni bado kwa hivyo tutampa ile chanjo ambayo itamkinga kwa maambukizi yoyote
ambayo anaweza akayapata kule mbeleni. Ndio. Tukimchukua mama mwenye miaka 60 leo tukienda kumpa ile chanjo, tunaamini pengine ameshapata hayo maambukizi siku nyingi. Na chanjo inabidi upewe kabla kwa matokeo mazuri. Yes. Sasa hapa sio mchezo. Wanaume na sisi tunahusika. Hii elimu sio kusema haikuhusu. Kwa sababu wanaume pia na msina kwa asilimia kubwa sana wanaume inabidi sisi tuielewe. Swala la mtu kuwa na mwenza anakuwa katika maisha ya ndoa ni jambo ambalo halikwepeki wakati mwingine. Ni nini ambacho unaweza ukawashauri watu kabla hawajaingia labda kwenye mahusiano? Kuna namna ambayo unaweza tukapima tukajua huyu mwanaume amebeba hiki kirusi. Yaani nini tufanye sasa kwenye masuala haya ya mahusiano? Unashauri nini daktari? Kikubwa tunachotakiwa kufanya ili kuwa salama na hiyo maambukizi ya huyu virus na hatimaye kupunguza kansa ya shingo ya kizazi ni kuepuka zile tabia hatarishi za ngono. Kwa mfano, mtu ana mapatina wengi sana, manake anachukua virus huku yani kila mahali. Watu wawe hivyo yani. Wale watoto wasianze hizo mahusiano wakiwa wadogo. Au unakuta mtoto sijui yuko form 1 ndo anaanza mahusiano na mzee ambaye ana miaka 60. Sasa kumbuka yule mzee ameshatembea sehemu nyingi sana. Amebeba vitu vingi sana. Anaweza kumpelekea yule mtoto wetu ambaye ndio kwanza msafi, hana chochote. So tukipunguza hii kuwa na partner wengi, alafu watoto wasianze hizo activity wakiwa na umri mdogo, lakini pia unajua ile watu wawe wanaendana, hii miaka 60 na miaka 19 sio. Sawa. Akae na mwenzake ambaye wamepishana miaka 3-4, yani mpambane ukoko. Yani unajua kupea namna hiyo. Ndio. Sasa hakuna namna ambayo kwanza kwa mwanaume kuna muda hiki kirusi kwa sababu kwa mazungumzo yako unaona kama sisi wanaume akiathiri kwa namna moja au nyingine, lakini tunatembea nacho. Kuna muda ambacho kinapotea kwamba au ndo kama ukichukua sehemu basi ndo unakuwa nacho na kisambaza. Lakini kuna wakati mwingine japo na nafasi ni ndogo sana. Kuna baadhi ya wanaume wanapataga kansa za uume. Japo ni wachache sana. Lakini huwa zinatokea. Na zenyewe huyu kirusi ana nafasi yake. Kwa hiyo kujikinga ni muhimu pande zote. Hautawakinga dada zetu, mama zetu, lakini na yeye mwenyewe mwanaume anakuwa anajikinga. Kwa sababu hata tukisema kama ni mmoja kati ya 100 anapata ile kansa ya uume, yule mmoja akiwa wewe ni tayari ni shida. Sawa. Nilichokiogopa Dorcas ni kwamba au nilichoona kwamba lazima tuwe makini ni mara baada ya ile ya miaka zaidi ya 10 ndio unakuja kugundua, mwanamke ndio kugundua kwamba nimepata tangu amepata maambukizi. Sasa iwe ni yule kirusi ni kama vile anakuwa anafanya, yani kama vile kuna vitu vinaendelea, mabadiliko yanaendelea pale taratibu. So baada ya muda mrefu unakuta sasa yale mabadiliko ndio yameshafikia saratani, na ndio maana kuna hizi huduma za screening zaidi kwenye hiyo ugonjwa wa kansa ya shingo ya kizazi. Kwa sababu gani? Kwa sababu tukimwona mwanamke kwenye screening wanaangalia pale. Kwa hiyo tuna uwezo wa kuangalia na kuangalia hayo mabadiliko. Kama mabadiliko yale yameanza kutokea, tunayaona na yanaweza kutibiwa. Sawa. Ndio maana sasa kufanya uchunguzi wa kansa ya shingo ya kizazi ni muhimu sana, kwa sababu inaweza kukuzuia kuenda kufika kwenye hatua ya kansa. Kwamba mfano mwanamke fulani alipata maambukizi ya kirusi, amekaa nayo, mabadiliko yameanza kutokea pale, mabadiliko ambayo mwisho wa siku yatampeleka kwenye kansa. Kwa hivyo kama ameenda kwenye uchunguzi wakayagundua yale mabadiliko, anaweza kuyatibu na lile likaishia pale. Na labda mwanamke kuanzia umri gani sasa anatakiwa aanze kufanya uchunguzi?
labda miaka 30 na kuendelea, lakini sasa akishaanza kuwa na mambo ya mahusiano haya, tunashauri angalau mara moja kwa mwaka mtu afanye uchunguzi. Kuna baadhi unajua walikimbilia haya mambo na kama ambavyo umezungumza hapa, na miaka 30 huenda walishaanza miaka 10 iliyopita huko. Tumeshuhudia hapa kwamba miaka 10 iliyopita huko mtu alishaanza. Umeona? Kwa hiyo unakuta naye anaenda. Kwa hiyo nadhani ni muhimu zaidi kujenga tabia ya kupima afya zetu. Sio mpaka tuzione dalili. Na yoyote wa umri wowote ambaye ameshaanza kuwa sexually active, akifika kwenye hivyo vituo watamshauri kadri inavyofaa. Na watamhudumia ipasavyo. Mnaadhimisha miaka 30 na mafanikio kama uliyoyataja, lakini labda kama una lolote la kuelezea, nini sasa mipango yenu baada ya hapo ili kuendelea kuwaponya Watanzania wengi zaidi, na hasa katika hizi saratani ambazo zinaongoza, ikiwemo hii ya shingo ya kizazi, ya matiti, lakini na kwa upande wa wanaume niliona tezi dume kama sikosei. Mikakati ikoje kuhakikisha kwamba wanafikiwa kwa haraka, lakini elimu inaendelea kuimarika ili waendelee kujitokeza kwa mapema? Mikakati ipo mingi. Kwanza kunakuwa na mikakati ile ya ndani ya kuendelea kuboresha huduma. Kwa hivyo vitendea kazi viendelee kununuliwa, yani kuendelea kufanya availability viendelee kuwepo. Lakini pia wafanyakazi wale wanaitwa human resource. Tumesema tulianza madaktari 3, sasa tuna madaktari 25, lakini kuna kozi zimeanzishwa. Hawa madaktari 3 waliokuwepo zamani walisoma nje ya nchi, kwa lazima ukasome nje ya nchi. Lakini sasa hivi kozi zimeanzishwa kwa kushirikiana na Chuo Kikuu cha Muhimbili, Chuo Kikuu cha Mlimani. Sasa hivi wataalamu wanaoweza kufanya kazi kwenye hiki kituo cha kutibu saratani wanasoma hapa ndani. Kwa hiyo ile inaendelea kuongeza capacity building, kwa sababu tunaweza kuwa na mashine nyingi lakini kama hatuna watendaji ni sawa na kazi bure. Serikali ya awamu ya 6 inaendelea kutoa ufadhili wa masomo ya juu ya madaktari na watu wa medical physicist na watu wote ambao wanahusika kwenye hili kwenye kuboresha hii huduma. Kwa hivyo wamekuwa wakiendelea kutengeneza hii capacity building, na mwisho wa siku tunaamini tutafika mahali tutakuwa pazuri zaidi. Sawa. Ni jambo zuri kweli, na sisi tukushukuru sana. Labda kwa faida ya mtazamaji tukumbushe kongamano litafanyika lini? Kongamano letu maeneo gani? Kongamano letu linategemea kufanyika tarehe 12 na tarehe 13, siku ya Alhamisi na Ijumaa. Mwishoni mwa wiki hii pale kwenye ukumbi wa JNICC Mwalimu Nyerere pale. Wote tunakaribishwa. Tunaweza ukiingia kwenye mitandao yetu, kuna website ya maadhimisho ya miaka 30, kuna namna ya kufanya registration pale. Kila mtu anaweza kufanya registration, japo kuna malipo kidogo ya zile gharama za kongamano. So mtu atafanya registration na anaweza kulipia pale. Mbali na hapo, yoyote ambaye hakuweza kufanya online anaweza kufika pale siku ya kongamano pale Mwalimu Nyerere, atafanya kufanya registration pale, kujisajili pale na kuhudhuria. Kwa hivyo watu wote wanakaribishwa, mbali na wadau wa afya. Yoyote mwenye nia njema, mdau yoyote anakaribishwa. Sawa. Mimi ni kushukuru sana Dr. Evelyn Mkuchika. Huyu ni daktari bingwa wa magonjwa ya saratani kutoka taasisi ya saratani ya Ocean Road, na tulikuwa tukizungumzia miaka 30 ya taasisi hii na uboreshwaji wa huduma ambazo zimefanyika katika taasisi hii muhimu kabisa hapa nchini kwetu Tanzania. Nimezungumzia mafanikio mengi sana ambayo yamejitokeza katika miaka 30. Mimi ni Emmanuel Makapotela, mwenzangu ni Dr. Seremsi Mtenga. Tutarejea baadaye kukutana na wahariri. Endelea kuwa nasi.